Bila shaka mpenzi mtazamaji, wanasema ya mgambo ikilia jambo lipo, nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo siku hii ya 30 ya mwezi Januari mwaka 2026. Namna hiyo nikikusabai popote pale ulipo na kukukaribisha katika awamu hii ya TV47 Weekendi, tukujuze yale ambayo yamejiri humu nchini sawa na mataifa ya kigeni, lakini kwa sasa haya ndiyo yaliyomo. Baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika TV47 Weekendi. Upinzani waipa idara ya polisi majuma mawili kuwajibisha wahuni na maafisa wanaovuruga mikutano na ibada kanisani. Shule kadhaa zafungwa huku wakazi wakihama kutokana na utovu wa usalama Laikipia. Na mifugo kadhaa wafariki kutokana na hitilafu ya umeme Cherangany, Trans Nzoia. Naam, karibu popote pale ulipo katika taifa hili la Kenya. Jina langu Elizabeth Matuko, kwenye meza ya lugha ya ishara yupo Catherine Simaloi. Unawasiliana nasi kwa 22047, mitandao ya kijamii TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa X. Kauli yako siku zote inakubalika. Moja kwa moja ni kwamba viongozi wa muungano wa upinzani wametishia kufanya maandamano iwapo Inspector General wa polisi Douglas Kanja hata wachukulia hatua kali za kisheria maafisa wa polisi waliohusika katika mashambulizi katika kanisa la ACK Witima Othaya Jumapili iliyopita. Viongozi hao walifanya kikao kirefu na Kanja afisini mwake wakiwakilisha majina ya maafisa wa polisi 12 wa vituo vya polisi vya Makadara Kunradhi na Buruburu, na yao wakisema ilikuwa kumuua Rigathi Gachagua, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu wa masuala ya siasa Apollo Kamau. Kinyume na mikutano yao ya kisiasa na kanisani ambayo imekumbwa na fujo, risasi na vitoa machozi, vigogo wa upinzani isipokuwa Daktari Fred Matiang'i waliungana na kuandamana katikati ya jiji la Nairobi na kufululiza moja kwa moja hadi afisi ya Inspector Generali wa polisi Douglas Kanja, wakimpa makataa ya wiki 2 kuwachukulia hatua za kisheria wahuni na baadhi ya maafisa wa polisi waliomshambulia Gachagua wiki iliyopita katika kanisa la ACK la Witima Othaya. If this situation continues after 16th, hatutakuwa na lingine la kufanya ni kuitisha maandamano katika Jamhuri ya Kenya until Kipchumba Murkomen is removed from office, IG Kanja is removed from office, and the 2 DIGs are removed from office, and the National Police Service can be put back into order. We shall call for mass action. The church, Kenyans, kila mahali. Because this is clear. If we don't stop this thing now, there will not even be any election. Katika kikao hicho, upinzani ukimtaka Kanja kuwakamata na kuwapeleka kotini maafisa waliohusika na shambulizi hilo na kutaja kundi la maafisa 12 maalum linalojulikana kama Sierra ambalo wasema lilitumwa kutoka Nairobi, maagizo yao yakiwa ni kumuua Gachagua. We have told the IG that before we come back on the 16th, those members of that unit need to be arrested and disarmed and taken to court. If you touch any national leader and assassinate any national leader a few months to the next general election, this country will never be the same again. Upinzani ambao vilevile umemwandikia Rais William Ruto na Baraza Kuu la Usalama nchini ukitaja wahusika 15 wakuu wakiwemo maafisa wa polisi, kikosi ambacho wanasema kiliongozwa na Meja Nicholas Mwachovi. Barua hiyo pia ikielekezwa kwa jamii ya kimataifa na mahakama ya ICC. We want the National Police Service to get out of goonism, to get out of dirty political work, to go back to their mandate. Utumishi kwa wote. Apollo Kamau, TV47.
Kazi safi Apollo Kamau. Na shule katika eneo la Laikipia Kaskazini zimefungwa kufuatia ongezeko la utovu wa usalama, hali iliyowaacha mamia ya wanafunzi bila masomo. Wanafunzi wengi wamelazimika kuungana na wazazi wao kujificha katika shule zilizogeuzwa kuwa makazi ya muda wakitafuta usalama. Mashambulizi ya majangili kwa siku 4 mfululizo yamesababisha watu 2 kujeruhiwa na mifugo zaidi ya 1500 kuibiwa, hali ambayo imewalazimu wakazi kuhama, wengi wakikimbia makazi yao kufuatia ama kutafuta mahali ambako ni salama. Eric Karidhi ana mengi zaidi kuhusiana na taarifa hii. Tunamkuta Valentine Kipich katika eneo la Soitoudo akifunga mizigo yake akijiandaa kuhama kwenda eneo salama. Baada ya kuishi hapa kwa miongo kadhaa, usalama umedorora kufuatia shambulizi la usiku wa kuamkia leo. Anaandamana na mwanawe, mwanafunzi wa darasa la 4, ambaye amekosa masomo kutokana na taharuki na hali ya ukosefu wa usalama. Kipich anaelekea kijiji cha Idigri, takribani kilomita 40 kutoka Soitoudo, safari anayolazimika kuifanya kwa miguu. Wametupora, wamechukua mali yote. Sasa ikabidi tutorokeshe ile kidogo tumebaki nayo. Tukaenda jana na watoto tu tukaasha mzigo sote hapa. Leo tukarudi kuchukua hizi yenye tuliasha jana. Njiani timu yetu ilimsaidia kwa usafiri wa kilomita 5 kabla ya kuendelea na safari yake. Tunahama, hata hatujui mahali tunaenda. Tunatembea tu, hata unaenda unalala msituni, na si kwa ajili yetu, kwa ajili ya wakora tu wanatusumbua. Katika vijiji vingine, uhamaji wa watu unaendelea kushuhudiwa. Mamia ya wakazi wanakimbilia maeneo salama wakiwa na mifugo na mali zao, wakitafuta hifadhi, huku hali ya ukosefu wa usalama ikiendelea. Kama uko na mtoto mdogo mnalala naye ndani ya hiyo laga, inakuadhiri na baridi. Pia za chakula ni ngumu kupata, kwa maana hakuna jinsi utaweza pika, ama kupatikana kwa chakula sasa ni ngumu. Na ng'ombe 250 zimeenda, tukabaki hivyo tu. Hatuna chakula, pia maji hata hatuna juu ya kiangazi. Watu wote wametoroka na watoto, mifugo. Zimepita eneo ijulikanayo kama Irpolei, zinatorokea zaidi ya Kimakandura. Juu ya kwamba security pande imekuwa haijulikani, tunaambiwa anytime watu wako hapa, wako pande hii. Katika shule mbalimbali, hali si tofauti. Shule ya msingi ya Kurum sasa imetekelezwa. Uwanja uliokuwa na vicheko vya wanafunzi umejaa punda walioachwa, huku madarasa yakibaki matupu bila walimu wala wanafunzi. Kafungwa bila mpango sababu ya hiyo tu masukusuku. Kwa hivyo sasa wale wamebaki hapa, wengine wanakuja kulala shule, wengine wanalala kwa malaga. Sasa tu yani wale wamekaa hapa, wale hawajatoroka hata wanakaa tu 50-50. Hata walali maboma. Walimu wako shuleni na watoto hawako shule. Wamefunga shule kwa sababu ya insecurity. Wazazi wote wamehama, wametoroka na watoto wao. That is why wanafunzi hawapatikani shuleni. Hali kama hiyo imeonekana pia katika shule ya msingi ya Soitoudo, ambayo imegeuzwa kuwa kambi ya muda kwa wakazi waliokimbia vijiji vyao. Shule nyingine zilizoathirika ni kama Saramba na Siek. Hawezi funguo secondary iko wapi? Hawezi funguo Saramba. Serikali iko wapi? Soitoudo. Why? Serikali iko wapi? Kwa nini hawezi patua hii? Watu iko hapa. Last year ilitangazwa and was gazetted as a disturbed area. It was put under areas that are under operation like any other part of Kenya, northern Kenya. Since then hatujaona action, even although tumeona some small camps imewekwa hapa, lakini bado ile mahali ilikuwa targeted, specifically ile mahali hii mbuzi na hii ng'ombe inaingia kila siku. Kila siku mbuzi ikitoka Laikipia North, ikitoka Naibonga, ikitoka Shuluma, ikitoka mahali imetoka, yote zinalenga. Wakazi wanalaumu majangili wanaodaiwa kutoka msitu wa Mukogodo na kaunti ya Isiolo, pamoja na ugumu wa kufika katika kilima cha Losos ambapo mifugo iliyoibiwa inaaminika kufichwa. Eric Karidhi, TV47. Kazi safi Karidhi, na tunatumai kwamba kutakuwepo na suluhu kuhusiana na swala hilo.
Kwingineko ni kwamba mkulima mmoja katika eneo la Maili Saba, eneo bunge la Cherangany, kaunti ya Trans Nzoia, anakadiria hasara kubwa baada ya ng'ombe wake 7 pamoja na nguruwe 6 kufariki dunia kutokana na hitilafu za umeme kwenye kituo kikuu cha kusambaza umeme katika eneo hilo. Mwanahabari wetu kutoka maeneo hayo, Isaac Famba, ametuandalia taarifa hii. Tukio la tarehe 26 usiku limewaacha wakazi wa eneo hili la Maili Saba na hasara kubwa baada ya hitilafu za umeme kusababisha uharibifu mkubwa na mauaji ya mifugo. Kwa mujibu wa Jonathan Rimoi, kisa hicho kilitokea siku ya Alhamisi mwendo wa saa 5 usiku baada ya kusikia mlipuko mkubwa kwenye kituo cha kusambaza umeme eneo hili, hali ambayo ilimlazimu kuamka na kuangalia mifugo wake ambao tayari walikuwa wameaga dunia. So tulisikia wanyama wakipiga nduru, kulikuwa na a lot of wailing na power pia, kulikuwa na vitu kama spark plugs ilikuwa inatoka kwa station. Hapo nilisikia mlipuko na mwangaza mwingi sana. So kajaribu kukimbia kuzima sehemu za stima ambazo zilikuwa on, kwa sababu hata kwangu pia kuna vitu ambavyo viliweza kulipuliwa na huo moto. Ni kisa ambacho kwa sasa kimemwacha Rimoi na hasara ya mamilioni ya pesa licha ya yeye kuwekeza kikamilifu kwenye ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. It is a very big loss. Ukiangalia wanyama, these are animals we've bred for the last 10 years. So hii status ya hizi ng'ombe ukiangalia ni pedigree. Hata wewe mwenyewe ukiona ng'ombe unafurahia. So ni hasara kubwa, and most of these animals, the 7 animals already served. So ukiangalia they were heavily pregnant. So the loss is not even 7 animals. It's 7 animals and 7 calves plus 1. So actually hasara imetupatia ng'ombe 15. Wakazi sasa wanaitaka kampuni ya umeme nchini KPLC kutatua changamoto zinazotokana na kituo hicho cha kusambaza umeme ambacho kwa sasa kimewaacha na hasara kubwa. Sisi tunahitaji stima, lakini kama inaleta shida kwa area, hiyo si mzuri, kwa sababu hata transformers ambayo imeharibiwa na radi area hii imekuwa mingi. Isaac Famba, TV47, nikiwa kaunti ya Trans Nzoia. Katika taarifa nyingine ya kutamausha ni kwamba familia moja katika kaunti ya Nakuru inapitia hali ya kutamausha zaidi kutokana na wanao 5 ambao wote wanaugua ugonjwa wa kupooza misuli almaarufu muscular dystrophy. Familia hiyo imekuwa ikiwahudumia wanao hao kwa zaidi ya miaka 20 sasa, ambao uwezo wao wa kutembea, kuzungumza na kufanya shughuli nyingine ni changamoto kwao. Mwanahabari wetu Mike Chalo alitangamana nao na kutuandalia taarifa ifuatayo. Unapoingia katika boma hili kata ya Kagoto, eneo bunge la Bahati, kaunti ya Nakuru, hali ni ya kutamausha. Kila kunapokucha, Tabitha Wambui anajawa na imani na matumaini kuwa huenda siku moja akawaona wanawe wakitembea. Nilikuwa nimeishi na kilio kubwa juu hata saa hii, hata kukifanyika jambo yenye inastua watu atuwalie, kulia saa hii inakuwa ni ngumu. Tangu kuzaliwa miaka ya 90 na hata wengine 80 wamekuwa wakubebwa, kuvishwa na hata kuoshwa. Hata hivyo, wazazi wa watoto hawa hawajawahi kukata tamaa. Kuwa nao hapa nyumbani ni hiyo shida ya kuwaosha. Sasa nikiwaosha wote 3, hiyo kazi inakuwa ngumu, ni kama mwenye alikuwa ameenda kwa shamba. Watoto 3 kati ya 8 aliowazaa Tabitha Wambui walipatwa na ugonjwa huu wa kupooza misuli almaarufu muscular dystrophy, na baadaye binti yake alipojifungua watoto wake 2 wakiugua ugonjwa huu vilevile na kufuatia kufurushwa na mumewe. Jumla ya watoto 5 sasa wakiwa katika boma hii ambayo uwezo wao wa kutembea, kuzungumza na kufanya shughuli za kawaida ni changamoto. Sasa changamoto ya wasichana ndio sasa pahali alikuwa ameolewa, alifurushwa na bwana yake kukitari, sasa akakuja hawa juu sasa walianza kuona ni kama mambo ya nyumbani. Lakini je, chimbuko la ugonjwa huu wa kupooza misuli ni gani? Na kwa nini watoto 5 kutoka familia moja kuathirika? Na je, tiba ya ugonjwa huu ni ipi? But they are basically genetic inherited diseases which
mainly the core features of patients who have muscular dystrophy is progressive weakness. Kwa muda familia hii imelazimika kubeba uchungu na unyanyapaa kutokana na hali ya wanao, huku mzigo mkubwa walionao ukiwa ni kukidhi mahitaji yaliyo mbele ya wanao. Mama yao amelazimika kuwa yaya wa wanawe, huku baba ambaye kazi yake ni ya kunoa visu akijaribu kuleta kidogo anachokipata. Ni uzito na uchungu ambao mama na baba wanalazimika kubeba kila siku, kila muda unapozidi kusonga, wakiendelea kukata tamaa kutokana na hali ya wanao. Kutoka Kagoto, kaunti ya Nakuru, mimi ni Mike Chalo. Taarifa ya kuhuzunisha Mike Chalo ambayo umetuandalia kutoka huko Nakuru, na tunatumai kwamba Wizara ya Afya kupitia wahisani watasaidia familia hiyo. Idara ya jeshi ya Kenya imethibitisha kufariki kwa makurutu 3 wa kijeshi wakati wa mafunzo ya kawaida ya kustahimili mazingira magumu katika chuo cha mafunzo cha kijeshi mjini Eldoret. Tukio hilo lilitokea tarehe 29 Januari mwaka 2026 na uchunguzi wa kina tayari umeanzishwa kubaini changamoto cha vifo hivyo, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Susan Locho. Idara ya jeshi ya Kenya imetoa ripoti inayoeleza kuwa makurutu 3 walifariki baada ya kuugua ghafla walipokuwa katika zoezi la kustahimili vikwazo kama sehemu ya mafunzo. Huduma ya kwanza ilitolewa mara moja kabla ya kupelekwa katika hospitali ya rufaa ya Eldoret, lakini juhudi za madaktari hazikuzaa matunda ya kuokoa maisha yao. Familia za walioaga zimearifiwa rasmi na msaada unaendelea kutolewa kwa waathiriwa. Kwa wenzao ni pengo lisilozibwa. Kwa taifa ni wakati wa kutafakari uzito wa wito wa kulitumikia. KDF imebaini kuwa uchunguzi wa kina unaendelea kufuata taratibu za kijeshi ili kubaini mazingira ya tukio hilo na kuimarisha usalama wa wanaopitia mafunzo. Katika kimya cha taarifa hii, majeshi ya Kenya yamesisitiza dhamira yake ya kulinda maisha ya wanajeshi wake wote kwa heshima ya waliofariki na kwa uhai wa wale wanaoendelea kulihudumia taifa. Susan Locho, runinga ya TV47. Bila shaka taarifa hiyo ya Susan Locho ambayo uchunguzi wake unaendelea inatupa nafasi sisi kupokea kikombe cha maji na pia kuwapisha wadhamini wetu. Lakini kabla sijaingia mapumzikoni, wengi wanauliza interview yenu na mtumishi Prophet Awor Mighty Prophet Awor saa ngapi? Tutakuwa tukikujuza dakika kidogo zijazo. Wengine wanasema ninafurahia zaidi taarifa zenu, lakini la mno ni kwamba haya masuala ya siasa yanastahili kukua na mushkili ambayo yanastahili kuangaziwa kwa kina. Kuna mwingine anasema ninapenda TV47 na siku hii ya leo nimepata nafasi ya kuingia. Kuna mwingine anasema ninapenda Radio 47, ninapenda taarifa zetu zote pamoja. Kumbuka sisi wote ni kampuni moja, usicheze mbali. No more excuses. It's time to rise, grind, and own your mornings. Join Coach Shadrach Ouma every Monday to Friday from 5:30 to 6 a.m. only on TV47. Full body workouts, zero equipment, maximum results. Start strong, stay strong. TV47 Fitness with Coach Shadrach only on TV47. Looking for the perfect way to kick off your weekend? Pole. Hiyo ni salamu ya Mluya kabisa. Tune in to Friday with Betty, the most exciting show on TV. Betty, one tiaga. Betty, I don't know where this guy's going.
walikutoka. From the latest news and trends to unforgettable moments. Friday with Betty is your go-to show for a fabulous Friday night. Theological, meteorologist, what is that word, Willis? Tune in this and every Friday at 9 p.m. and let's make your Fridays unforgettable. Only on TV47. This is Kenya's #1 talk show, Dr. Frederick tonight. My name is the Eagle himself. Dr. Frederick is my name. We are flipping the script, but guess what? Or should I say, guess who is taking over tonight's show? Anyway, furahia umekaa na kasipuni. CP unit ni Punet. Ni Punet. Punet. So you guys knew about... Piga. Sawa basi. Nasema, hata ungehivi the whole time. I don't want to go back to brokenness. Never. I just love the high life. Siwezi taka kuimagine ati nimesota. You have to watch to find out. Tune in every Wednesday from 7:30 p.m. Karibu tena mpenzi mtazamaji, tusonge mbele katika awamu hii ya TV47 Weekendi. Na washukiwa watatu wa wizi mifugo wameteketezwa na wakazi waliokuwa na ghadhabu katika eneo la Malili, kaunti ndogo ya Mukaa, kaunti ya Makueni. Tukio hilo linajiri huku wakazi wakilalamikia pakubwa ongezeko la visa vya wizi wa mifugo katika eneo hilo. Hii hapa ni taarifa yake Monene John. Ni tukio la ghadhabu lililotokea katika eneo la Memea karibu na mji wa Malili, kaunti ndogo ya Mukaa, kaunti ya Makueni, ambapo washukiwa watatu wa wizi wa mifugo walifumaniwa na kuuliwa na wakazi waliokuwa na ghadhabu. Kwa mujibu wa wakazi wa eneo hilo, visa vya wizi wa mifugo vimeongezeka kwa siku nyingi, hali iliyochochea hofu na hasira miongoni mwa wanajamii wanaotegemea ufugaji kama chanzo kikuu cha mapato. Wakazi wanasema wamekuwa wakipoteza mifugo mara kwa mara, huku juhudi za kuwabaini wahusika zikidaiwa kugonga mwamba. Tukisumbuliwa na hao waizi sana, wamekuwa wametusumbua for the last tuseme like 7 years. Hatulali na tukilala tunalala kwa shift. Hatulalangi, ukilala unaamsha mtoto wachunge ng'ombe na ni mali yako. Hao watu wametusumbua sana na kwa hakika leo we are very grateful to our God. Wameshikwa na wameangamizwa. Na mimi ni mmoja wao, niliimbiwa ng'ombe yangu njuzi. Hao watu wameshikwa na wamechomwa hapa Memea na mwenye hiyo lori amepigwa amepelekwa mochari. Inadaiwa kuwa washukiwa hao wanaosemekana kuwa baba, mwanawe na shemeji yao walifumaniwa wakisafirisha ng'ombe wawili waliodaiwa kuibiwa kutoka eneo la Ngini. Wakazi waliokuwa wamepata taarifa waliwakabili washukiwa hao wakidai kuwa wamehusishwa na mkondo wa wizi wa mifugo uliokuwa ukiandamwa kwa muda katika eneo hilo. Hali ilibadilika na kuwa ghasia ambapo washukiwa watatu walifariki papo hapo huku miili yao ikiteketezwa. Mtu mmoja alipata majeraha mabaya na anapokea matibabu huku mwingine akifanikiwa kutoroka eneo la tukio kabla ya kukamatwa. Naibu kamishna wa Mukaa amethibitisha kutokea kwa tukio hilo, akitoa wito kwa wananchi kushirikiana na vyombo vya usalama katika kukabiliana na wizi wa mifugo. Kile tunaomba wananchi ni kuwa visa kama hivi wajaribu pia kutochukua sheria mikononi mwao. Monene John nikiripotia TV47. Na mtoto wa miaka 5 ameaga dunia baada ya kula nyama inayodaiwa kuwa ya sumu katika kijiji cha Bahai, Kimilil, kaunti ya Bungoma. Watu wengine 13 walilazwa katika hospitali ya kaunti ndogo ya Kimilil. Kulingana na uchunguzi ni kwamba mwanzo wa watu hao
walikula nyama ya ng'ombe aliyefariki Jumanne na kuanza kupata maumivu tumboni, jambo ambalo lilisababisha pia kuendesha na kutapika. Kwa mujibu wa muuguzi na msimamizi wa hospitali ya Garis Wanjala, ni kwamba waathiriwa hao 12 walitibiwa na kuruhusiwa kuelekea nyumbani, huku mmoja akiendelea kupata matibabu. Ilikuwa siku ya Jumanne, kuna ng'ombe ilichinjwa kwa reserve, na hiyo ng'ombe inasemekana ilikuwa mgonjwa. Alafu kuna mtu mwenye alitembea na hiyo nyama akatuuzia, ndio tumekuwa affected hivi. Ni kuhara na kutabika, na hiyo maumivu ilianza Jumatano usiku. Tulikula kwa familia ya jumla, lakini watu wenye waliathirika ni watu wawili, mimi na mtoto. Ng'ombe imekufa kwa kijiji kwa jirani yangu ambaye ni landlord wangu. Hatujui ilikuwa imetipiwa, ilikuwa imefanyaje, lakini sasa ikapewa kwa watu kwa kijiji. Kaanza kuiuza, ingine wakaleta hati kwangu. Sisi kama wazazi hatukuwa kwa boma. Watoto wakakula 6, lakini 4 wameathirika wakapa ndani, watoto wangu venye wanafatana tu, wasichana, mvulana mmoja. So we have a total of 12 patients, 2 adults and 7 children. We are doing well. So far they are out of danger. The information we got that there was one who succumbed but was not able to come to the hospital already. The officer of health vile alifika huko alipata already alikuwa Tukidunde viwanjani ni kwamba mabingwa 21 wa ligi kuu ya soka nchini Gor Mahia watapimana nguvu na Sofapaka kesho kwenye raundi ya 19 ya ligi kuu ya SportPesa. Gor Mahia ilitandika Bidco United mabao 2-1 wikendi iliyopita, huku kocha mkuu wa kikosi hicho Charles Akonor akisema kwa ushindi kwenye mechi ya kesho. Hayo yanajiri kwingineko, Mathare United ikitarajiwa kukwaruzana na KCB Tusker icheze dhidi ya Posta Rangers. Murang'a Seal itawalika nyumbani APS Bomet, huku Police FC ikicheza dhidi ya Bidco United. In them, but you see, in the previous matches in the past, we've always had issues with teams that are and maybe sometimes underrate them, and so our mental toughness should be said that we are ready, we want to deliver, want to do the right things and then make sure we win the match convincingly. Every game we are facing it as a final. We have no excuse to drop points, so we just have to go for a win and bargain maximum goals. Sisi kama team ni kuwin, tunaenda game by game, na I think hiyo pressure nafanya pia to win. So team imejiandaa poa na tunaweka focus weekend and tutapata ushindi. Na mabondia wa Kenya ambao wanatarajiwa kushiriki katika mchezo wa dondi wa Nightmare Nairobi mwezi ujao wanazidi kunoa makali yao hapa jijini Nairobi. Mashindano haya yanatarajiwa kufanyika tarehe 27 mwezi ujao, huku mabondia hawa wakiwaomba mashabiki kujitokeza ili kushuhudia pambano lingine na mchezo wa ndondi nchini. Baadhi yao ni pamoja na Joshua Wasike na Fatuma Zarika. Anajiona ama anajifeel ni heavyweight kunishinda, nampatia hii challenge. Akuja been holding this title since 2015. There's not any other Kenyan that stood up with me since then up to now. Wanaogopa wakisikia ni Morris wanaingia chini. Naamini kila kitu iko fit, so tutakuwa na mafights every month. So mafan wakama nze wakwe consistent, wa support mafight, ndio at least boxing inuke Kenya. Juu boxing imekuwa down kiasi, but with Kalakoda na mafano wakikuwa wana show up every fight, na I think maboxer wanaweza fika mahali. Unaweza anza tu mentally, ukijembe tu kwa akili yako nataka kufanya hii, and you make sure you focus on it. Kuna kitu ni haiwezekani. Nashukuru pia for that support.
And we need them. We need the fans to come and support us because all this, we're not doing it for the boxers alone. We're also doing it for our country. And it's only going to get better, and we're creating a sustainable environment for boxers to grow, which is what you need, you know. There's so much talent in Africa, Kenya alone, but all over Africa, you know, where people don't go in, they don't look for the talent, they don't give the gyms and the coaches the time of day. So no, it's what Kalu Kodu are doing awesome. Bila shaka mpenzi mtazamaji, siku zote wanasema kilicho na mwanzo mwisho lazima utafikia, na kufikia hapo natarajia kukamilisha awamu hii ya TV47 Weekend. Lakini kabla sijaondoka, kuna mwingine anasema Lupin, boxing ni kitu ambacho sijashuhudia kwa muda mrefu, hivyo nitakuwa nikitegea. Mwingine anasema zaidi yule Inspector Generali wa polisi Kanja hakikishe kwamba usalama unadumishwa. Kuna mwingine anasema ninapenda zaidi TV47, lakini kuna moja katika ukurasa huu wetu wa YouTube nilikuwa nimepitia na ikawa kila mtu imemsisimua. Nelson Kipkurui akasema, what time will it be the interview of the mega mightiest prophet of the Lord? Tutakuwa tukikujuza definitely siku hii leo, tutakuwa tukikujuza hayo na mengine mengi. Mwingine anasema I'm waiting for the hour, mwingine anasema niko Naivasha, lakini zaidi hao watoto wapate kusaidika. Natumai kwamba serikali itafanya kile ambacho kinastahili. Jina langu Elizabeth Mutuku, kwenye meza ya lugha ishara amekuepo Valin Owino, lakini wakati ambapo ninaondoka saa 3 kamili atakuwepo hapa Betty Kyalo kujuza hayo na mengine mengi, na hii leo ni kama nimeona atakuwa na DJ Fish. Hebu uone kutakuwa namna gani. Usicheze mbali. Kwa heri.